Wapendwa wahitimu, dunia mnayoingia leo ni yenye mabadiliko makubwa na ya kasi katika nyanja zote: teknolojia, uchumi, siasa na jamii. Tunashuhudia mapinduzi ya sayansi ya teknolojia ya kidijitali, mageuzi ya kiuchumi na changamoto za kimazingira zinazohitaji watu wenye fikra pana, maarifa mapya na ubunifu endelevu. Hivyo basi, ninawahimiza mtumie elimu mlioipata si kama tiketi ya kupata ajira tu, bali kama chombo cha kuleta mabadiliko katika jamii. Fikra zenu, ujuzi wenu na maadili yenu ndivyo vitakavyowatofautisha na kuwa chachu ya maendeleo. Mnaporudi katika jamii, wekeni mbele huduma na utu. Elimu yenu iwe taa inayoangaza kwa wengine. Toeni mchango wenu katika sekta zote. Toeni hayo maarifa katika kilimo, afya, mazingira, teknolojia, biashara na utawala bora. Kadhalika, kumbukeni kulinda utambulisho wenu wa Kitanzania. Mtaendelea kuitwa Watanzania. Maendeleo ya kisayansi yasiwafanye mkose uzalendo, mkakosa maadili na utu wetu wa Kiafrika. Dunia inahitaji watu wenye mizizi imara ya utamaduni na moyo wa ubinadamu. Pia tambueni kuwa mahafali haya si mwisho wa safari ya elimu, bali ni mwanzo wa kujifunza maisha yote. Endeleeni kupanua upeo wa maarifa, kujenga mitandao ya kitaaluma na kushirikiana na wengine katika kutatua changamoto za dunia ya sasa na kesho. Naitwa Schneider Reinhild, ni mwanafunzi ama finalist kutoka Faculty ya Theology and Mission. Kwa siku ya leo nina furaha sana, nimehitimu, nimemaliza. Kitu ambacho naweza kusema ni kwamba tuta-apply vile vitu ambavyo tulivyovisoma. Kwa jina naitwa Eric Wekiza Emmanuel, ni mmoja kati ya wahitimu waliomaliza mwaka huu. Na ni mkweli tu kwamba tumefurahi kuhitimu, lakini mategemeo yetu baada ya kutoka hapa sio tena kuwa watu wa kusubiri wateja ofisini, na kipekee bado tunaendelea na masomo ya sheria ya mtaani, lakini mategemeo yangu makubwa ni kwenda kutengeneza zile changamoto zilizopo mtaani kuzigeuza kuwa fursa, kwa sababu wote hatuwezi kuajiri.